mwenyewe hakuna mfano wako, Kwa Bwana Baba, katika jina la Yesu, uko mwenyewe na tunaomba hapa, uko mwenyewe, dhihirika ukatufundishe na kutuelekeza katika jina la Yesu. Neema Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja na sahihi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Piga Yesu makofi mengi. Piga Yesu makofi ya shangwe. Haleluya. Vigelegele na shangwe na nderemo. Yesu waweza. Yesu waweza. Unafanya njia pasipo njia, Jehova. Yesu waweza. Yesu waweza. Yesu waweza. Unafanya njia pasipo njia, Jehova. Yesu wewe waweza. Yesu wewe waweza. Yesu wewe waweza. Unafanya njia pasipo njia, Jehova. Yesu wewe waweza. Piga Yesu makofi tena, shangwe. Haleluya. Mpe jirani yako mkono, mpe jirani yako mkono. Umebarikiwa, mwambie umebarikiwa, mwambie ubarikiwe, mwambie unaendeleaje, karibu nyumbani mwa Bwana, jisikie amani, mwambie umependeza. Piga Yesu makofi mengi mengi. Haleluya, haleluya. Tuketi sasa. Haleluya, haleluya. Naomba tuketi, tupungiane mikono namna hii. Haleluya. Mungu akubariki sana. Asante. Naomba sasa tuete neno la Mungu. Si sawa? Ulimwengu wa roho umekaa sawa, wachawi wameshindwa, waganga wameshindwa, wamefanya chochote wameshindwa. Tuko na Bwana. Haleluya. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Leo ni siku ya wanaume, si ndio? Somo ambalo Mungu amenipa kwa ajili ya eneo hili nitaanza jioni. Leo niwatendee haki yao wanaume. Na uwe tayari kusikia na kujifunza. Na nimepata neno kwa ajili ya wanaume. Ni kwa ajili ya wetu, lakini nataka kuyazungumza. Yes. Uyasikie, tuyasikie wote. Bwana asifiwe. Somo linasema wanaume wanataka nini? Wanaume wanataka nini? What do men need? Wanaume wanataka nini? Haleluya. Wanaume wanataka nini? Jambo la kwanza, kuna kitu Mungu aliwaambia wanaume ndani yao ambacho kwacho wanataka kutimiza hicho kilichoko ndani yao. Kuna kitu ambacho Mungu aliwaambia wanaume ndani yao ambacho kwacho kinawataka. Manake wana mapungufu ambayo hayo yanahitaji kukamilishwa, kuwa fulfilled, kukamilishwa. Kuna jambo wamepungukiwa. Kwa hiyo kwa sababu wamepungukiwa, wanahitaji kulijaza. Halo? Mtu anapopungukiwa jambo, manaka anahitaji jambo la kujaza pale. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo wanaume wamepungukiwa, ambavyo wanaume wengi wanatafuta. Wanatafuta kwa sababu
Mungu amewekea uhitaji wa hivyo vitu, na kama wasipovipata wanaume wanaharibika. Nitaonyesha kwa nini wanaume wengi wanaharibika sana na ndoa nyingi zina tatizo, sababu kuna vitu wanaume wanahitaji na hawajui ni kitu gani wanataka, na haya yanakuwa matatizo makubwa kwa wanaume. Kwa kuna deficiency, kuna upungufu wako, imperfect, kuna vitu havijakamilika kwao. Kwa hiyo kuna vitu wanahitaji. Kwa hiyo unaponisikia mwanamume utajua nataka nini, na mwanamke utajua utamsaidia pia mume wako. Bwana asifiwe. Haleluya. Jambo la kwanza, wanaume wanahitaji uwepo wa Mungu, presence of God. Wanaume wanahitaji uwepo wa Mungu. Hiyo ni jambo la muhimu sana. Wanaume wote duniani wanahitaji uwepo wa Mungu. Wanaume wanahitaji uwepo wa Mungu. Mwanzo sura ya 2 aya 8. Tuanzie hapo. Mwanzo sura ya 2, ninafundisha na kuhubiri. Kwa hiyo naomba utege sikio lako vizuri sawa sawa. Hayo maarifa ya kufae na wafae wengine pia wasikiao. Mwanzo sura ya 2 na ile aya 8. Maandiko yanasema, Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden. Kwa hii bustani haikuwa Eden. Tuanzie pale. Hii bustani ilikuwa upande wa mashariki wa Eden. Is it? Tuko sawa? Tunaenda sawa? Alafu anasema akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Mtu ni nani huyo? Ni Adamu. Si sawa? Kwa hiyo Mungu alipomuumba Adamu, mwanamume wa kwanza, kabla kumpa chochote, kabla kumpa mwanamke, kabla kumpa vifaa na zana za kulimia, alimweka kwenye bustani nini ya Eden. Upande kilikuwa ni kipande. Edeni wanafahamu wengi maana yake ni uwepo wa nani? Wa Mungu. Edeni ni uwepo wa Mungu. Kwa maana hiyo Mungu alipomuumba mwanaume alimuingiza kwenye uwepo wa Mungu na mengine akafuata. Kabla mwanaume kutaka chochote, Mungu ilimbidi amuingize kwenye uwepo wake kwanza. Kwa mwanaume akiwa na deficiency, akiwa na mapungufu ya uwepo wa Mungu, wanaume wengi wanaharibika. Nitakupa sababu kwa nini Mungu kabla kumpa kazi, kabla kumpa kitu, kabla kumpa mwanamke, Mungu alianza kampa uwepo wake kwanza. Nitakuonyesha kwa nini. Bwana asifiwe. Lakini jambo la kwanza, kwa nini mwanaume aliwekwa kwenye uwepo wa Mungu? Mwanaume ni chombo chenye utata. It's very complicated vessel. Ni chombo chenye utata. Mwambie mwenzako ni mashine heavy. Muangalie mwenzako, mwambie mashine heavy. Mashine tata. Mwanaume sio chombo kirahisi. Ni chombo very complicated. Na ni kwa nini? Kwa sababu kinasimama badala ya Mungu. Ni sura ya Mungu. Mungu sio tu mwepesi. Kwa hiyo sura ya Mungu duniani ni mwanaume. Mwangalie mama, mwambie sura ya Mungu duniani mwanaume. Haleluya. Kwa ni chombo tata. Mungu alijua kwa sababu ni chombo tata, akikiingiza duniani bila uwepo wake kitapoteza dunia. Ndio maana sasa unaweza kuona kwa nini Mungu alimuingiza kwenye bustani ya Eden na akampa uwepo wa Mungu. Lakini jambo lingine la pili, mwanamume ni mtu wa kufikiri kuliko hisia. He have reasoning capacity. Yaani mwanamume sio wa kurupusha, anafikiri kuliko hisia. Kwa hiyo mtu yoyote anaofikiri bila uwepo wa Mungu atakuwa kichaa baadaye. Kwa rudie sentence. Mtu yoyote anayefikiri sana akakosa uwepo wa Mungu anakuwa kichaa. Ngoja nikupe mfano moja. Bwana asifiwe. Ulishaona profesa amechanganyikiwa? Hujawahi kuona? Kuna kipindi tukiwa chuoni pale Mlimani, kipindi nasoma, alikuwa profesa mmoja. Alikuwa kipindi cha Nyerere, alikuwa ni profesa mkubwa, lakini maisha yake yalikuwa yameharibika. Unaona nini? Wanafikiri wanakosa majibu. Mtu yoyote anayefikiri mno bila kuwa na msaada wa kulainisha ubongo anaweza akaharibika. Unasikia?
Wanaume wengi wana reason, wanafikiri, na kwa maana hiyo wakifikiri wanakosa baadhi ya majibu. Ni kwa sababu ni watu wa kufikiri mno. Nenda kwenye Bible, soma Bible, nitakupa mifano kadhaa. Wanaume wengi hawakuwa wakurupuka. Mnakumbuka Manoa kwenye kitabu cha Samueli. Bible inasema Mungu akamtokea mama yake Samsoni. Si unakumbuka? Bible inasema huyu ni mnadhiri, usinywe pombe, usifanye kila kitu, akampa masharti. Alafu mwanamke akampelekea mume wake, alikutana na nani? Na Mungu. Alimwambiaje? Alimwambia na mimi nataka nikutane naye. Na mimi nataka nikutane naye. Huyo Mungu wako nikutane naye. Ndio maana wengi nyinyi wanawake unakuja ibadani, mtu wa maombi, mume wako hawezi kuja mpaka amuone Mungu. Sio kwa sababu unakuja kwenye maombi amuone Mungu kupitia wewe. Hakukubali kwa sababu umeenda kwenye maombi, umekutana na Mungu, mwanadamu anakubali kirahisi. Ni ana reasoning capacity, anafikiri mno. Akamwambia haiwezekani, na mimi nimuone. Na kweli Mungu akamjalia, akamuona, ndio akakubali. Kwa hiyo mwanaume sio mtu wa kukubali tu, anafikiri mno. Akili yake imetengenezwa kufikiri na kutafuta majibu, na kwa maana hiyo akikosa majibu anakuwa ni mtu mbaya. Nenda habari za mtu mmoja anaitwa nani? Yes. Anaitwa Gideon kwenye kitabu na Isaya Waamuzi pia. Gideon alipotokewa na Mungu akamwambia, shujaa. Alimwambia ona, nitaje shujaa bana. Kwa nyumbani sisi ni maskini. Baba zangu wote ni maskini, mimi ni wa mwisho, unanitaja shujaa? Mungu akamtia madoa ni shujaa. Akakubali, lakini akasema sikubali. Sasa ngoja niweke ngozi. Alafu ngozi hii ikatiwa umande, baadaye ikakauka. Akatesti kwanza, akarizo, akataka kumhakikisha Mungu. Bible inasema Mungu akafanya kama alivyotaka. Ni kwa nini unaweza kuona baadhi ya uwezo wa maneno kufikiri. Ndio maana wanaume wengi hawakwenda kaburini kwanza kabla ya mwanamke. Sio kwa sababu wana imani, ni kwa sababu wanafikiri mno. Na kwa sababu ya kufikiri wakosa uwepo wa Mungu, wanakuwa wabaya. Halo? Sisi tunaenda sawa? Wanafikiri mno. Sio hivyo tu. Ukiona wanaume kwenye Bible, wengi walikuwa very complicated. Hawakukubali kirahisi mambo. Ndio maana ukihubiri injili, mwanaume akaokoka, I say, wewe sio wewe. Mungu amemgusa. Sio rahisi kama unafikiri. Unaweza kuona kwa nini watu wengi makanisani wanawake? Kwa nini wanaume waje ibadani? Ni kwa sababu wanafikiri. Wanawaza. Na kwa sababu wanawaza nje ya uwepo wa Mungu. Mungu hakumuumba mwanaume uwezo wake wa kufikiri ukae nje ya uwepo. Alimuumba mwanaume kufikiri kwake kuwe ndani ya nini? Ya uwepo, ili kurainisha ubongo, kurainisha akili, kurainisha moyo. Moyo wa mwanamume ni tough. Kama unaweza kafio akalilia ndani, sio nje. Very tough person. Ni mtu ambaye anafikiri mno. Na sio mrahisi, sio laini. Kwa maana hiyo mnisikilize. Ukiwa na moyo mgumu, ukakosa msaada nyuma ya moyo mgumu, nyuma ya moyo tata, madhara yake wengi wanaanguka. Bwana asifiwe. Sababu mioyo yao ni kavu, ni migumu. Mioyo yao inafikiri mno, inatafuta majibu kuliko hisia. Kwa kwenye nyakati hizo za kufikiri na kuwaza na moyo kuwa mgumu wa kutafuta majibu, asipopata msaada wa uwepo wa Mungu, wengi wanakatika. Tupongeze mikono kama tunaelewana. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hoja ya kwanza, kwa nini mwanaume akae kwenye uwepo wa Mungu? Ni ili asaidiwe kwenye kufikiri. Mungu apaka tu. Mungu aweke nguvu zake simsaidie kwenye akili, kwenye fikra. Ngoja nikuonyeshe kitu. Angalia Wafilipi 4. Labda kama si ninachokiongea kama nafahamu. Angalia Wafilipi sura 4 aya 6. Haleluya. Wafilipi 4 aya 6. Na ile aya 7. Wafilipi 4:6 na 7. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Haya, nini maana ya kujisumbua? Msijisumbue kwa nini? Kwa neno
Hapa nazungumza mtu amekutana na mambo yanayomletea maswali na anajaribu kutafuta majibu. Bwana asifiwe. Kuna mtu hapa alishapata tatizo, akafikiri mpaka akachanganyikiwa, akafikiri mpaka akapata ugonjwa, akafikiri mpaka wengine wanashangaa ameanguka ghafla, kwa sababu anafikiri anatafuta majibu na hayapati. Unasikia? Biblia inasema msijisumbue, usifikiri sana kutafuta majibu bila uwepo wa Mungu. Alafu anasema, angalia, nitakuonyesha tu. Bali katika kila neno kwa kusali na nini? Na kuomba. Kwa nini anasema kusali na kuomba? Kwa sababu kusali na kuomba kuna kuingiza kwenye uwepo wa Mungu. Kusali na kuomba kuna kuingiza kwenye uwepo wa nini? Maana yake Mungu hamruhusu mtu kufikiri mambo bila uwepo wake. Ukifikiri mambo, ukitafuta majibu sana kwa kutumia akili zako uliozaliwa nazo za kiasili bila uwepo wa Mungu wa kusaidia, matatizo yatakuwa mengi kwako. Ndio maana anasema kwa kusali na kuomba. Alafu anasema na haja zenu zishirikane na Mungu. Angalia aya 7. Hii aya 7 ndo naipenda. Anasema na amani ya Mungu, amani ya Mungu ipitayo akili zote. Amani ya Mungu lazima ipite kwenye akili zako. Maanake mahali ambapo umewaza ukashindwa, amani inaanzia hapo kufikiri. Halo. Yaani wakati umefikiri, unatafuta majibu, umekosa, mpaka kichwa kinauma, presha inapanda na kushuka, pale unahitaji amani ya Mungu. Kwa sababu amani ya Mungu matokeo yake inasababishwa na kuomba. Mtu akiomba, amani inakuja. Inafanyaje? Inakaa kwenye akili. Kwa sababu hii amani inaletwa na uwepo wa nani? Okay, Ayubu 22:21. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Without God's presence no peace of Lord. Bila kumjua Mungu, bila uwepo wa Mungu hakuna amani ya Mungu. Kwa ili upate amani ya kukuhifadhi, lazima uwepo wa Mungu ukae kwenye akili, kwenye fikra. Ukikaa pale utakusaidia. Kufikiri kwako kusikuletee matatizo, kuwaza kwako kusikuletee matatizo. Alafu anasema na amani ya Mungu ipitayo akili itawahifadhi nia zenu. Maana yake nini? Huku ndani yako kuna nia. Nia maana yake ni sehemu ya mawazo na kufikiri kwako. Kazi ya amani, uwepo wa Mungu ni kuleta amani ambayo itahifadhi huku ndani. Sasa angalia kinachotokea. Wanaume kwa sababu wanafikiri, akili zao zinawasha, wanatafuta majibu, wana reason sana, wasipopata msaada wa uwepo wa Mungu wanaharibika. Hiyo ndio sababu ya wanaume kufa haraka kuliko wanawake. That's one of reason. Hiyo ndio sababu ya kwanza. Wanaume kufa kabla ya wanawake. Ni vitu vingi, ni vitu vya ndani. Ndio sababu. Nenda kafuatilia, angalia watumishi wa Mungu. Kwa nini watumishi wa Mungu wanaishi hata kama Mungu akawapa miaka 50 60, inakuwa ni miaka ya raha? Why? Sio kwa sababu sio wanaume kama wengine. Ni kwa sababu Mungu anahifadhi nia zao. Wewe unapomwambia mtoto anasema nataka karo, mama nataka hela, nataka kitenge, hivi vitu vyote mwanaume vinamrundukia huku ndani. Wewe unamsukumia watoto hada, kila kitu unamwekea. Wewe unaweza kumanage? Yeye anabeba. Mwanaume sio wa kushindwa, ni mtu wa kubeba. Nimwambia ni mashine tata. Hakubali kushindwa, kwa anabeba. Anajaribu kufikiri, niende kwa nani, fanye hiki, nilete hiki ili niweze kutatua. Ndio maana wanaume wengi hawapendi story za ajabu, kurupukushani, kuwapigia makelele. Kwa nini? Wanatafuta muda wa kufikiri. Yale ambayo aliyomwambia unapiga nayo story kama hayajui, lakini mara fulani anatafuta nini? Njia. Ukiona mwanamume anakurupuka, huyo sio mwanaume. Mwanaume anataka ajibu, hataki maneno. Unaweza kumwambia kitu kaona kama vile akifanyii kazi, kumbe anafikiri kutafuta nini? Jibu. Kwa anarundukiwa vitu huko ndani. Matokeo yake kama hana msaada wa Mungu, ghafla anakatika. Na kama asipokatika, wengi wanaenda kwenye urefi, kutafuta lelisi. Ukisoma Methali inasema
Mtu yoyote ambaye ana shughuli nyingi, ana mambo mengi, ana matatizo, ana masumbufu, anaenda kulewa. Ndio Biblia inavyosema. Ila aweze kupumzisha haya mambo. Alafu baadaye unamjia, unaanza wewe unalewa. Ujui huyo mtu hayupo kwenye uwepo wa Mungu, hana msaada wa kumtia moyo. Hana faraja nyingine ndani yake. Na asipofanya vile anaweza akakatika ghafla au akafa ghafla au akakonda ghafla. Why? Mwanaume anahitaji uwepo wa Mungu. Jambo la pili, kwa nini anahitaji uwepo wa Mungu? Ili Mungu kumshusha moyo wake awe mnyenyekevu. Ili Mungu kushusha moyo wake awe nini? Mnyenyekevu. Humble. Mtu yoyote mwenye anayefikiri mno, mnisikilize. Mtu yoyote anayefikiri mno, wengi wana viburi. Si kama mnajua. Watu wengi wanaofikiri mno wana nini? Ndio maana wasomi wengi wana viburi. Maprofesa wengi wana viburi. Mtu ukiwa na ufahamu mkubwa, usipopata msaada wa roho ya kunyenyekea, kiburi kinafanya nini? Ngoja nikuonyeshe mfano. Shetani kilichomponza nini? Si mnajua shetani kilichomponza? Moja wapo ya sababu shetani kuwa na kiburi ni ufahamu. Ezekiel inasema ya kwamba huyu jamaa alikuwa na ufahamu. Sio tu alikuwa na nyimbo, alikuwa na ufahamu. Alikuwa anajua mambo. Alikuwa anafahamu mambo mengi. Kwa sababu ya kujua Mungu, Biblia inasema akataka kujiinua. Mtu yoyote ukianza kujua mambo, unasumbua mtaani. Wewe tafuta mtu hapo pale mtaani ambaye akiongea wanamsikiliza. Anajiona yeye ni nani? Mwamba. Kwa sababu kufahamu kunakuletea kiburi. Ndio maana wanaume wengi wana kiburi. Kiburi cha uzima, maana hawako rahisi kushuka. Unaanza akakukosea kabisa. Akakukosea akajua kabisa mke wangu nimemkosea. Akija akwambia samahani, asemi nisamehe. Anataka kuletea hata kitenge. Hata kusema. Hayuko tayari kusema. Ni kwa sababu ni kiburi. Kiburi cha kujua mimi ndio mwanaume. Mimi najua mambo. Mimi nafikiri ile kitu kinamtengenezea ndani, kinamfanya awe na kiburi. Asiwe wa kushuka. Ndio maana mwanamke anaweza akalia kwenye uwepo wa Mungu. Sio wanaume wengi wanalia. Ukiona mwanamume analia, ukweli Mungu amemtembelea. Why? Moyo mgumu. Kwa Mungu anafanya vile kushusha moyo wake. To humble, kumshusha, akae chini, anyenyekee chini ya mkono wa Mungu. Ndio maana sasa unaweza kuona unahubiri hapa, wanaume wanazalau, wanapita, wanakejeli. Ni kwa sababu hayupo kwenye uwepo wa Mungu na mnaumbule. Moyo wake unawaza hivyo. Kiburi. Halo? Sasa wewe unataka mume wako akunyenyekee na umuombe aokoke. Umuombe aje kwenye uwepo wa Mungu. Mwanamke asipokaa kwenye uwepo wa Mungu ni tata. Mimi nakwambia. Yaani ndivyo, usijidanganye ati mwanamke utamshawishi kwa maneno yako tu. Nakubali. Ni mara chache. Wanaume wengi kinachowaweza ni nani? Uwepo wa Mungu. Mwambie mwenzako, wanaume kinachowaweza ni uwepo wa Mungu tu. Sio semina mnazopewa kina mama. Sio 50 kwa 50. Mwangalie mwenzako, sio 50 kwa 50. Haimwezi mwanaume. Mahali pekee mwanaume unamweza, unamsababisha awe ni kiumbe cha maana duniani, God's presence, uwepo wa Mungu peke yake. Mimi naelewa ni mwanaume. Naongea nachokijua. Bila uwepo wa Mungu mwanaume muwezi, na kuhakikishia. Unaweza kupiga pako kaua. Uwepo wa Mungu. Ndio maana nikauliza, watu wengi sana ambao wanatamani, ukiona mwanaume amefanikiwa kuokoka, akampenda Mungu, akawa ni mtu wa Mungu, I say huyo mwanaume amepona. Na sio tu kupona, mwanaume akipona kwenye uwepo wa Mungu na mwanamke amepona. Na kuhakikishia, wanawake wengi ni wadhaifu kwa mume. Ila wanaume sio wadhaifu kwa mke. Mimi najua kwa sababu unaweza kama mpendo hapa. Leo unaimba vizuri, unashandarai vizuri, ni muombaji mzuri, unamtumikia Mungu. Olewa na tapeli uone. Unakuwa tapeli kama mume wako. Nimeona wanawake wengi ambao walikuwa ni wapendwa, wameolewa na warevi, sasa hivi ni warevi. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke hauna uwezo wa kuhimili mititi ya. Lazima uwe submissive, lazima ukae chini yake.
Kwa maana hiyo sasa, eneo mojawapo la kuombea ulimwengu ni wanaume wamjue Mungu, wanaume wamtafute Mungu, wanaume wakae kwenye uwepo wa Mungu. Ni eneo pekee la maombi muhimu duniani. Ndio jambo pekee linaweza kuokoa ulimwengu pekee, wanaume kaa kwenye uwepo wa Mungu. Hivi never. Mwanaume sio rahisi kama unafikiri. Jambo lingine, uwepo wa Mungu ndio unamfanya mwanaume aabudu, worship. Bwana asifiwe. Yaani mwanaume hawezi kuabudu bila uwepo wa nani? Wa Mungu. Na kwa kishi. Yaani kama mwanaume hata aje ibadani, aje na vitabu vya nyimbo na kila kitu, na hakuna uwepo wa Mungu uliomgusa kwenye moyo, sahau mwanaume kuabudu. Anaweza kuwa anakuangalia. Ndio maana nenda kaangalia wanaume wengi kwenye ibada kama hizi. Nenda kaangalia kina mama wanaruka, wanacheza, wanafurahi. Ni mwanaume alipo tu. Yaani hapa anafikiri mambo mengine. Hayupo. Yuko mbali. Wanaume tupingane mikono. Kwa hiyo kumsaidia mume wako akae kwenye nini? Kwenye uwepo. Tunajua kabisa wanaume very complicated vessel. Ni viumbe tata. Kwa maana hiyo, ili aabudu, uone na abudu, Mungu amguse, aseme kwa kweli huyu ni mtu ambaye amemjua Mungu. Jambo la kwanza, akae kwenye nini? Uwepo wa Mungu. Mungu sio tu alaisa anamuumba mtu, anamweka kwenye uwepo wake kwanza. Anajua huyu mume bila uwepo wa Mungu simwezi, ataharibu dunia. Bwana asifiwe. Kuabudu hii nisema kuabudu kiroho, spiritual worship. Mtaongelea physical worship. Sasa hii ni spiritual worship. Kwa hiyo uwepo wa Mungu unamsaidia mwanaume kuwa na ibada ya nini? Ya kiroho, ibada ya moyo. Bwana asifiwe. Sasa tutakuonyesha baadaye. Kuna vitu ambavyo mwanaume anaitaka ibada mbili. Ibada ya kiroho na ibada ya kimwili. Tutakuonyesha baadaye. Na sasa tutakuonyesha huko baadaye. Kwa sababu wanaume wengi wanatafuta kuabudu. Mwanamume alipoumbwa akiwa wa kwanza, Mungu alimuingiza kitu cha kuabudu ndani ya uwepo, aabudu, awe na ushirika. Ndio maana Mungu alikuwa anamtembelea. Walikuwa na ushirika, communion, walikuwa na ushirika, worship, walikuwa naabudu, anakutana Mungu, uwepo wa Mungu, anaabudu. Moyo wake unameneka kwa Mungu. Ndio alikuwa Adamu. Hicho kitu ndio alikuwa anakitafuta mume. Wanaume wengi wanatafuta ibada, wakiikosa wanaenda ibada ya mwili. Nitakuonyesha baadaye. That's the reason. Na wajui kwa nini wanahangaika. Sasa, kwa nini anatafuta ibada? Ili kutoshelezwa. Kwa nini anatafuta ibada mwanadamu? Ili kutoshelezwa, certification, moyo kutoshelezwa. Mnisikilize, mtu yeyote anayewaza mno, aliye na mambo mengi, sehemu pekee anojisikia raha duniani ni moyo kuwa na amani. Ndio maana kati ya zawadi Mungu ametupa hapa duniani Wakristo Mungu ametupa amani ya moyo. Mnisikilize, mimi naelewa. Ukisha kuwa na mambo mengi, ukavaraguka, ukaenda huku na huku, ukachanganyikiwa, sehemu pekee inaweza kukutuliza ukarudi vizuri, ukanawiri, ni kuwa na amani ya moyo. Unaweza kuwa hauna hela, una kitu, unaona hakuna hata, lakini sehemu pekee unaweza kuwa na utosherevu na usiwe na desire, usitamani kitu kingine. Uwepo wa Mungu ukileta amani, unakupa utosherevu. Sasa angalia itokea. Mwanamume aliumbwa kutoshelezwa na uwepo wa Mungu. Nasikia? Mwanamume aliumbwa kutosheleza. Sasa bila uwepo wa Mungu mwanamume atosheki. Kwa nini sisi? Bila uwepo wa Mungu mwanamume moyo wake una mahangaiko. Unaweza kuona kwa nini wanaume wengi wanapata shida sana kusaliti ndoa zao. Nitakuonyesha baadaye. Ninyi mnafikiri eti wanaume wanatamaa? Sio tamaa. Hiyo sio tamaa. Ni kwamba kuna kitu wanakitafuta kiwatosheleze, wanafanya nini? Wanakikosa. Wanaume hawatosheki bila uwepo. Mimi nisikilize. Mwanaume hatosheki na wewe bila uwepo wa Mungu. Mama, usijidanganye kwamba kwa sababu amefundishwa na mafundisho mazuri na mpikia, na kaa vizuri na hambo, hata anatosheka na wewe. Never.
Kitu kinachokuza kumtoshea nini? Uwepo. Ndio maana mwanaume haturi mpaka awe kwa Mungu. Yaani hata awe mpore hivi unamwona, yaani ni pastor, ni padri iko hivi. Huyo jamaa hana uwepo wa Mungu. Huyo jamaa acha naye. Hata anachokitaka akielewi. Kwa sababu kuna kitu anamisi kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Huku kuna kitu anamisi. Kwa anajaribu, hajui ni mahangaiko ya kutafuta ibada, hajui. Ndio maana kitu pekee kinaweza kuponya ulimwengu. Na wale kwenye mtandao unasikia, kinaweza kuponya ulimwengu pekee ni mwanaume kukaa kwenye uwepo. Ndio maana mnisikilize. Unadhani Mungu ni mjinga? Nenda kasoma Bible. Mungu aliwaita wanaume kwanza kabla wanawake. Is it? Tunajua hilo? Okay. Ibrahim aliitwa kabla ya Sara. Si ndio? Isaka aliitwa kabla ya Sara. Yakobo aliitwa kabla wake zao wote. Yusufu vile vile. Kasoma Bible. Wanaume waliitwa kwanza. Walipoitwa kwanza, kizazi chao kikashaini. Kizazi chao kikawa ni chenye nguvu. Kwa nini? Mnisikilize, uwepo wa Mungu ndani ya mwanaume ndio unaweza ukageuza ulimwengu. Ukabariki kizazi. Ndio maana unasema, unaona kama Ibrahim baba wa imani, kwa sababu Mungu alishughulika na mwanaume kwanza. Ndio maana ukiangalia Israeli ni mfumo wa kimwanaume. Sio makosa, sio kama Mungu ana mfumo dume, hapana. Ni mfumo aliouweka kwa sababu mwanaume duniani ni Mungu. Ni sura yake. Kwa hiyo alitumbukiza uwepo wake kwanza. Aliweka vitu vyake kwanza. Akisapata mwanaume, kila kitu kinakuwa sawa. Sikwambii mke usimwombee. Najaribu kuonyesha mwanamume anahitaji nini. Jambo la pili mwanamume anahitaji, na mambo matatu tu. Mwanaume anahitaji mwanamke wa kufanana naye. Andika hilo. Mbona mnaniangalia? Sinafundisha. Tupungane mikono. Haleluya. Mwambie mwenzako bado kidogo namaliza. Halo, mwanamke anamhitaji mwanaume wa kufanana. Kwa hiyo iko hivi, mwanaume bila mwanamke hajakamilika. Wewe jidai tu, wewe ni mwamba. Usio mwamba. Bila huyo mama, you are imperfect. Huwezi kutoboa. Huwezi. Never. Kibible mwanamume ni pungufu. Hajakamilika. Kwa moja wapo ya kitu anachokihitaji ni mwanamke. Sasa angalia, na sio mwanamke. Nimesema mwanamke wa kufanana. Sasa mwanamume jichanganye, utafute sio wa kufanana na wewe. Ndio utaelewa. Shughuli ilipo. No, I say Bible ikisema neno hata mmoja lifuatilie maana yake. Anasema mwanamke wa kufanana ana maana. Sio tu mwanamke, wa kufanana naye. Angalia Mwanzo ile sura ya nadhani ngapi ya pili nitakusomea. Mwanzo sura ya pili. Angalia 18. Angalia sura ya 18. 2 aya 18. Sura ya pili ya Mwanzo aya 18. Bwana Mungu akasema, si vema mtu awe pekee. Unajua maana si vema? Sio? Si vema. Maana ana mapungufu bila huyo mtu. Si vema. Huyo ni Mungu. Ngwani, si kama watu wanaelewa anachokisema. Yaani Mungu anasimama mbinguni, amemuumba mwenyewe. Alafu amekuja kuondoa huyu jamaa, si vema awe pekee. Maana akimchunguza huyu jamaa aliyemuumba, anaona ana mapungufu. Alafu anasema, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Shika neno. Wa kufanana naye. Haleluya. Nini maana ya kufanana nao? Cha kwanza, kufanana naye, kuwa na wito unaofanana.
Maana kufanana naye, kuwa na wito unao fanana. Andika hilo. Kuwa na wito unaofanana. Cha kwanza. Cha pili, kuwa na makusudi yanayofanana. Kuwa na wito unaofanana. 2, kuwa na makusudi yanayofanana. Namba 3, kuwa na uelewa au na mawazo yanayoendana. Common ideas. Kuwa na mawazo yanayofanana. Maana yake ni nini? Maono ya mme ni maono ya mke. Halo? Maono ya mme ni maono ya mke. Ila maono ya mke sio maono ya mme. Simnaelewa kusema. Nitawashangaza. Kuna wanawake wamejikuta kwenye matatizo. Wana vision. Wanatafuta mwanamume aende kwenye vision. Mwanamume akuupa hivyo. Mkutano watumishi wa Mungu wanawake wametumika, ni mwanamume limemsaliti. Tana. Maana kafuatili wanawake wengi waliojitoa kwenye maono yao hawakuolewa. Hao ndio waliofanikiwa. Nisikilize. Ndoa maana yake acha kwa kukubali ya mme. Halo? Hii ndio hesabisha anaposema wao kufanana naye. Maana kijana kabla ya kuoa, tafuta mtu mnayeendana kuwaza waza na kufikiri. Usitafute pumbavu. Ukitafuta mtu ambaye hamna mwelekeo unaofanana, mtagombana tu hata kama mnapendana. Ndio maana wanashauri mwanamume ajitambue, alafu ndo mtafute mke. Who are you? Wewe ni nani? Umeitwa kuwa nani? Unaelekea wapi? Unataka uko mbele unaona nini? Alafu hayo mambo ndo utafute mke wa kukava. Mnanisikia? Sasa okay, ngoja nikuonyeshe kitu labda kama sisi kama tunaelewa. Mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanaume. Mnasikia senesi? Kwa nikuonyesha Wakorintho. Mwanamke aliumbwa kwa ajili ya nani? Mwanaume. Okay. Wakorintho wa kwanza 11. Wakorintho wa kwanza 11. Muda bado upo. Mwe na amani. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 aya 8 mpaka 9. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 aya 8 mpaka 9. Maana mwanaume hakutoka katika mwanamke, bali mwanamke katika mwanaume. 9. Wala mwanaume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya mwanaume. Kwa Mungu anaumba mke ili mme apate mtu akana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mnisikilize. Nani wa kwanza? Ni mwanaume. Anayefuata ni mwanamke. Maana yake nini? Wewe umeumbwa kwa ajili ya mwanaume. Ila mume hakuumbwa kwa ajili yako. Unajua maana yake nini? Wewe unaweza kukaa peke yako kaishi. Mwanamume hawezi kukaa peke yake kaishi. Mwanamume kukaa peke yake hawezi. Lakini mke kaa peke yake anaweza. Ndio maana sasa kwa nini? Kwa sababu wewe ulipoumba ulijiumba kujitegemea. Yaani mke ulipoumba ulijiumba kujitegemea mwenyewe, ila uliwekea vitu ambavyo anafanya nini? Anavihitaji. Kwa ndio maana mwanaume asipokuwa na mke, asipokuwa na mwanamke hawezi. Mambo fulani yameharibika. Ndio maana sasa wewe ukienda kwa mwanaume, chochote anapoenda lazima na uende, kwa sababu uliumba kwa ajili yake. Sasa matatizo yanakuja, mnisikilize. Matatizo yanakuja wapi?
Kijana anaenda kuoa, anaangalia tu mrembo, umekwisha. Umevaa nini? Umekwisha. Kwa sababu anavutia. Mimi nakwambia nakupa miezi hiyo miwili. Utaona sarakasi tukaanza kuwa unaruka. 2 months enough. Unaoa kwa ajili tu ya mrembo. Na matatizo. Mimi sikwambia utafute ambaye umpendi. Lakini swali hili, unaelekea wapi? Kama unaelekea kaskazini, unaelekea wapi? Sasa uelekea huko, elekea ndio shangaa papo. Mambo ya kusema hela ya mwanamume ni ya wote, hela ya mwanamke ni ya mwanamke, ni upumbavu. Wao ni senesi nini? Wao maana yake nini? Mwanamume anapoelekea unaelekea huko. Kwa hela yako ni ya wote, hela ya mwanamume ni ya wote. Tunaona watu wa Mungu. Kwa sababu haya ndio mambo yanaleta migongano kwenye familia. Mwanamke anataka awe kivyake, awaze kivyake, afanye kivyake. Haiendi hivyo. Mahali jamaa anaelekea, mwelekee wote kule. Muwaze wote kule. Umfanye wote kule. Nimekutana na akina mama kwa sababu tu anakimshala, kwa sababu anakiera, anajenga nyumba mnajui, ananua viwanja mnajui, anafanya mambo. Hiyo ndoa imeisha. Hayo ndio matatizo wanakutana nao wao kwenye ndoa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alimuumba kwa ajili. Aliweka utegemezi kwako. Wewe umekuja pale cover. Jambo lingine, mwanamke aliitwa kama msaidizi. Msaidizi maana yake nini? Msaidizi ni mtendaji wa mawazo ya mume. Mwanamume anawaza, mwanamke anatenda. Hebu mtikise mwenzako, wewe unaelewa mtumishi wewe anapita hewani. Mtikise tu mwenzako. Halo? Helper, msaidizi maana yake mbebaji wa maono. Yaani maana yake mnisikilize. Bwana asifiwe. Si kama tunaelewa. Si kama tunaelewa. Okay. Nitakuchekesha. Nchi ni mwanamke Biblia. Nchi mwanamke. Why? Inabeba. Ndio maana kwenye wale wanaosoma Kiingereza wanajifunza kwa nini wanasema her nation, sio his nation. Wale wanaosoma Kiingereza wanasema, yaani nchi ina utambulisho wa nani? Wa mwanamke, inabeba mambo. Na inabeba, inayazalisha. Kwa hiyo kibiblia mwanaume ni mtu wa kufikiri na anakaja na ideas, akaweka maono yake bayana. Kazi ya mwanamke ni kumtia moyo, kusapoti, kuyatekeleza na kuwa na strategies. Maana kijana ukioa, nakwambia usiwe pumbavu, narudia. Utakuja kunishukuru baadaye. Mnasikia? Ndio maana msikilize. Kibiblia mwanamke ni mbebaji wa maono. Wale kwa mfano mmoja. Luka 2:19-20. Ndio 2:19-20. Aisha hapa napiga semina ya mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo unataka kujitambua mwanamke, hata hizi point. Mimi mwambia wanaume na watendea haki leo. Nitaongea yote. Si sikukuu yao, mwambie mwenzako ni sikukuu ya wanaume. Usisikie vibaya. 19-20. Okay, 19-20 utasoma nani Luka 2. Bible inasema wale watu waliokuwa wanaenda kumtazama Yesu. Ukisoma Bible, kipindi amezaliwa, walikutana na malaika akawaambia yote kumhusu Yesu. Si ndio? Walipowaambia wakaenda kumuona Mariamu kwenye holo la ng'ombe. Bible inasema wakamweleza yote ambayo Mungu amewaambia kuhusu mtoto. Bible inasema mwanamke Mariamu akahifadhi yote moyoni. Alibeba. Ndio maana Yusufu alikuwa anatembea na Yesu. Yupo tu, lakini hakujua kwamba mtu anayetekeleza maono ya Yesu ni mwanamke Mariamu. Yusufu alikuwa na sehemu yake, lakini Mariamu alikuwa na sehemu. Kila kitu kinamhusu Yesu. Bible inasema alikuwa na hifadhi moyoni.
Maana alikuwa anajua anapoelekea, anajaribu kumsaidia kwenda. Ndio maana kwenye Kana ya Galilaya mtu aliyesababisha tena muujiza nani? Mariamu. Alimwambia ongea na yule jamaa. Kwa sababu anajua anapoelekea. Anajua kubeba, anamtengenezea njia za utumishi wake. Si mnanielewa watu wa Mungu? Tunaenda sawa? Angalia Luka 2. Yes, 49 mpaka 51 utasoma pia. Luka 2:49 hadi 51. Hello? Luka hiyo Luka 19:20 ni taarifa za malaika wakimwambia Yesu atakuja kuwa nani ulimwenguni. Kwenye Luka 2:49 hadi 51 kuna kitu kingine kilitokea, nitakuonyesha. Biblia inasema walienda kwenye kuhesabiwa kipindi hicho. Biblia inasema walipomaliza wazee na nini na Yesu, wakawa wanaelekea nyumbani. Yesu akawatoroka. Akaenda akaanza kuingia ibadani, wanamtafuta mama yake na watu wengine. Wakati wanamtafuta, wanakuja, wanamkuta ibadani, yuko na walimu, yuko na wazee, yuko na makwao, kwani anawahoji maswali na fani. Mariamu anasema, mwanangu, tumekutafuta sana, tumejua umepotea. Yesu akasema, imenipasa kukaa nyumbani mwa Bwana. Alafu baada ya pale, Biblia inasema baada ya kusikia yale kwenye aya 51, Mariamu akayaweka. Maana nini? Wanawake wamedesigniwa kuwa na designment, utambuzi wa kitu gani mme anaelekea. Ndio maana mme usipomshirikisha ndoto mke wako usiraumu. Atakuwa anaishi na wewe vibaya, hata kuelewa. Moja hapo, kwa sababu unapomshirikisha anaanza kusupport na anakuwa na hamu ya kuishi. Ndio maana mtu ambaye hana maono, hana mawazo ya kwenda mbele, mara nyingi kuishi na mwanamke ni vigumu. Mwanamke anataka mtu ambaye anaweza akaona anapoelekea na aelekee naye, awe na kitu cha kufuata. Ndio maana mnisikilize wanawake, wadada, mnisikilize. Usitafute mtu mwenye pesa, tafuta mtu mwenye maono. Warudisha ndasi. Usitafute mtu mwenye pesa, tafuta mwenye maono. Wamama watu wazima wananielewa. Unaweza kutafuta hichi kitu kina pesa, alafu hatima yake wala elekee popote. Mtu mwenye maono. Nelson Mandela alisema sentensi ngumu sana. Alipotoka gerezani, mke wake alikuwa amemsaliti. Alisema, mwanamke ukimkataa mwanamume mwenye maono, ukakubali mwanamume mwenye fedha na mwenye utajiri na mwenye TV, mwishoni utakuja kuolewa na huyo mwanamke mwenye TV na pesa, alafu baadaye utamtazama mwanamume uliomwacha mwenye maono kwenye TV yako mwenyewe. Unajua maana yake nini? Ni kwamba umemkataa kijana leo, unasema hana pesa, lakini huyu jamaa yuko focus, ana maono. Hata kama hana, lakini kuna mahali anaelekea, kuna kitu anaenda kufanya huko mbele. Hawa watu wanakuja kubarikiwa baadaye. Unamkataa kwa sababu hana pesa, alafu unaolewa na jamaa yuko hapo tu kwa sababu ana kigari tu fulani. Kumbe huyu jamaa hatima yake anakuja kuharibika. Anakuoa, anaanza kunyanyasa, anaanza kusaliti, vitu kama hivyo. Baadaye upo na mume wako huyu mwenye pesa na kila kitu. Mnafungua TV yenu kwa sababu usudi pena TV bana. Unamwona uliyemkataa kwenye TV yako, unasema huyu hapa angenioa. Halo. Ndio maana mwanamke aliyemkataa Mandela kwa sababu kafungwa gerezani, baadaye amekaa na wale jamaa ambao walikuwa watu wana pesa wako, alafu anatazama Mandela ni rais wako. Si kwa hiyo mwanaume akitazama rais anahutubia, anamuona mume wake aliyemkataa. Piga Yesu makofi wana Mungu. Piga makofi ya shangwe, haleluya. Yes, mwanamke anabeba maono. Ni vision implementer. Ni mtu anayebeba. Ndio maana Biblia inasema Roho Mtakatifu ni msaidizi. Anachukua ya Mungu Baba na anayafanyia kazi. Anatekeleza, anaimplement. Kila ambacho Mungu anaweza kufanya, Roho Mtakatifu anakichukua, anakifanya ulimwenguni. The helper. Carrying somebody's vision. Anabeba maono. Ndio maana mnisikiliza. Mwanamume anahitaji msaidizi. Msaidizi, usiende kusaidia tu. Wewe kusaidia ni kupika tu. Yaani kama unaenda kusaidia kupika tu unashika. Hiyo ni sehemu. Lakini sio hivyo. Sio tu kupika ndio usaidizi. Hapana. Kubeba vitu alicho nacho huyo mume.
kumpiga, kumtia moyo, kumsupport, kumpa njia. Ungene mkono wakati tunaelewana. Haleluya. Piga Yesu makofi mengi. Jambo la pili, na hii naliongea, ambalo mwanamume anahitaji kwa mwanamke. Kwa nini mwanamume anahitaji mwanamke? Cha kwanza, usaidizi. Simewaeleza. Cha pili, ili kumpa ibada ya kimwili. Ili kumpa ibada ya kimwili. Ili kumpa ibada ya kimwili. Angalia Mwanzo sura 4 aya kwanza. Ibada ya kimwili. Halo? Biblia inasema Adamu akamjua Hawa, naye akamzaa. Sasa mnisikilize. Mnisikilize wasomaji wa Biblia, kwa sababu kuna vitu hatuvielewi. Na mimi nataka mnipe masikio mnisikilize. Kuna vitu nikiongea hapa, kama unafanya makosa utafanya. Sababu watu wengi wanafanya vitu kiujinga kwa sababu hawajui wanachokifanya. Mnisikilize. Bible, Adamu anapoumbwa na angalia, anapolala na mke wake, maandiko akitumia akalala naye, akamjua. Hapo kumjua ni sentensi ya kiibada. Ndio maana anasema mjue sana Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kumjua maana yake nini? Tendo la ndoa ni tendo la ibada. Kazi yake ni nini? Mnisikilize. Kazi yake ni kuleta utoshelevu kwenye mwili. Kama vile ibada ya kiroho inaleta utoshelevu kwenye roho yako. Kwa hiyo kuna ibada mbili duniani. Ibada ya kwanza ni ibada ya roho, spiritual worship. Ibada ya pili ni ibada ya kimwili, physical worship. Ambayo hii physical worship ina maana kwenye ulimwengu wa roho. Biblia inasema Yesu alipokutana na mwanamke kisimani, akasema mimi ninayo maji ambayo hayo kinywa utataka maji tena. Na kitafsiri pale yule mwanamke alijua tu Yesu anamtaka. Yesu walitumia sentensi ya maji. Sio kama watu wanajua ulimwengu wa roho unafanya kazi. Walitumia sentensi ya maji. Alafu Yesu akaongelea maji kwa upande wa kiroho. Huyo akaongelea maji kwa upande wa mwili. Maana yake maji ya kiroho na maji ya kimwili yanatakiwa. Tupigane kwa mambo ya yanatakiwa. Kwa sababu mwanamke utoshelevu wake aliutaka kwenye maji ya kimwili. Maana alihitaji tu huyu jamaa mjue, Yesu amjue. Yesu akamweleza kwenye ulimwengu wa roho, na roho akasema wanaoabudu halisi, kwa sababu ile sentensi ilikuwa ni jambo la ibada. Bwana asifiwe. Na akamwambia ukitaka maji, mimi nayo maji ambayo nikikupa utakuwa na hamu tena. Utatosheka. Ndio maana mnisikilize sasa watu wa Mungu. Mnisikilize watu wa Mungu. Wanaume wengi sana wanakuwa malaya. Wanalala na mara yake moja hapo ya kitu wanachokitafuta ni utoshelevu wa ibada. Na kwa maana sasa wanakosea wapi? Wanakosea hapa. Kabla ibada ya kimwili, patangulia ibada ya kiroho. Ndio maana Yesu akanamwambia ukinywa maji yangu mimi, maana ukipata uzima wa milele, ukiwa ndani kuna bubujika huku ndani, unapata ibada ya kweli, hutaona kiu tena. Mwanaume peke yake anatoshelezwa kabisa mahali pa ibada. Sasa na Mungu akampa mwanamume tena sehemu ya ibada ya kimwili. Tendo la ndoa, kazi kubwa kwa mwanamume ni kumtuliza na kumpa utoshelevu, sio wa jumla, utoshelevu wa muda. Mnasikia? Kumjua mke mwanamke kazi unapokuwa na mume wako, jambo moja hapo linalofanyika ni kwamba mume wako unamfanya kutosheka kwa muda. Na ndio maana wanaume wengi wana akili zao zinatulia, zinakaa mpaka anafikiri vizuri, kwa sababu ni jambo la ibada. Kama vile mtu anapomwabudu Mungu katika roho na kweli, anapata utoshelevu wa kudumu.
Tendo la ndoa kazi yake ni kuleta utoshelevu usio wa kudumu wa muda. Ndio maana Mungu anasema huyu jamaa imperfect, hajakamilika. Sasa mnisikie. Mwanamume asipokuwa na uwepo wa Mungu, tunarudi kule kule, atakuwa maraya. Wewe niamini mimi. Kwa nini? Anachokitafuta hakipati. Anatosheka leo, kesho anataka kutosheka tena. Anataka kutosheka tena. Anataka kutosheka tena. Anataka kutosheka tena. Anaharibika. Halo? Natangulia kusema, kabla ya kusema utoshelevu wa kimwili, kuna utoshelevu wa nini? Akili. Lakini pia utoshelevu wa kimwili unatakiwa, kwa sababu unatosheleza mwili na nafsi. Soul and keno. Mwili na nafsi vinatoshelezwa. Vinatulizwa. Ndio wala mtu akifikiri sana, mahali pekee anaweza kutosheleza ibada ya kimwili na ibada ya kiroho. Sasa mnisikiza wanawake. Ukijua hayo, hutamkatalia mume wako. Kama mnafahamu, hutamkatalia mume wako. Na hapo ndo mengi yanaleta matatizo. Sababu ujue that's worshiping. Na ni moja wapo ya kosa ambao watu wengi wanawake wanalifanya. Sasa msikilize. Usichukulie mwanamume granted kwa sababu tu labda sasa kama ni wa duniani, ukimnyima umejimaliza. Yaani ukimkatalia mume wako umejimaliza. Wewe na hakika ataenda nje. Ila kama ni mtu wa Mungu ambaye haya mambo hapendi wala haendi nje, unamfanyia kitendo kibaya. Hata kwambia atakaa kwa Mungu, ataomba, lakini unafanya kosa mbele za Mungu. Kwa wale wa duniani hao msonge, kwa sababu ukimkatalia anambia wewe, wapo wengi anaondoka. Kwa hiyo ni upumbavu wako. Biblia inaposema utaiharibu ndoa kwa mikono yako mwenyewe, hiyo ni sababu. Hiyo ni sababu moja hapo. Sasa wale watu wa Mungu wale ambao wao hawaendi, wako waaminifu kwenye ndoa, ukifanya hivyo umekosea kitu kikubwa. Mnasikia kusema watu wa Mungu? Hayo ndio mwanamume ni moja wapo ya vitu ambavyo mume anahitaji. Usifanye mzaa na ibada ya kiroho na ibada ya kimwili, usifanye mzaa naye. Mnisikilize. Ndio maana tunasema vijana kaende kuoa. Tafuta. Biblia imesema vizuri. Paulo anasema kama ukishindwa kwa sababu ya tamaa, maana kwa wataka kutoshelezwa, nenda kawa mke wako mwenyewe. Na Mungu haruhusu mwanamume kwenda nje ya mke wake. Ana sababu. Kwa nini? Kwa sababu ibada ni kwa mmoja tu. Wanarudi selesi. Hello? Kwa nini Mungu anakataza wanaume mitara? Kwa sababu tendo la ndoa la mtu mmoja, mke na mume. Kama vile ambavyo mnisikilize, kama vile ambavyo sisi tukimwabudu Mungu, tukaenda kwa miungu, Mungu anakuwa na wivu. Worship ni mmoja na mmoja, wawili, huyu na huyu. Ukihamisha pengine umekatisha mahusiano. Ndio maana sehemu ya ndoa kuvunjika sio taraka mahakamani. Sehemu ndio inapokatikia ni mwanaume au mwanamke kusaliti. Ndio imevunjika hivi. Ndio maana sikiliza. Yesu ukiona soma vitabu vya kinabii kwenye hivi vinapewa kuna wadogo. Biblia ilikuwa inaonyesha kabisa ya kwamba mwanamume au Israeli wakienda kuabudu miungu mingine, Biblia ilikuwa inasema wamezina miungu. Wamezina miungu. Wamekatisha mahusiano ya kindoa. Si wangapi naelewana watu wa Mungu? Piga Yesu makofi labda anapomalizia. Jambo la mwisho kwa kumaliza kabisa. Mwanamume anahitaji kudhihirisha mamlaka ya Mungu duniani. Mwanamume anahitaji kudhihirisha mamlaka ya Mungu nini? Nimechelewa lakini ngoja nimalize tu. Najua nimekuchelewesha. Ila umepata jambo? Pata jambo. Sichelewa hivi, sijui kwa nini leo. Yaani natumiaga nusu saa sana. Nimechelewa lakini malizia point hii. Kudhihirisha mamlaka ya Mungu au kudhihirisha mamlaka aliyopewa. Halo? Waefeso 5:22 hadi 23. Waefeso 5:22 hadi 23. Nimewaambia mapema, mwanamume ni sura ya Mungu duniani. Waefeso 5:22 hadi 23.
Biblia inasema mwanaume ni kichwa cha nani? Cha mkewe. Kama vile Yesu alivyo kichwa cha nini? Cha kanisa. Maana yake mnisikilize. Kichwa cha mwanamke ni nani? Mwanaume. Maana ya kichwa ni kuwa kiongozi au kuwa mwenye mamlaka. Kwa hiyo mnisikie mama. Jambo la kitu ambalo Mungu mwanamume anahitaji kwako ni kumheshimu na kumtii. Honor that. Mnasikia? Kumtii na kwa nini? Mwanamume anahitaji umtii. Na hivi kitu Mungu alimeumba. Mwanamume anahitaji mamlaka yake ifanye nini? Ionekane. Ndio Mungu mwanamume anahitaji. Timotheo wa kwanza 2:12 hadi 13. Timotheo wa kwanza 2:12 hadi 13. Utasoma baadaye. Wakorintho wa kwanza 11:3. Haleluya. Haya, mpigie Yesu makofi, ndio nimemaliza hivi.